Kisa usuli utangulizi. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yohana haongelei mazingira ya kuzaliwa kwa Yesu. Anaridhika kutambua kwamba Yesu alifanyika mwili, lakini kabla ya hapo anatuambia juu ya uwepo wa awali wa Yesu ambaye anamwasilisha kama Logos, neno muumba. Katika utangulizi wa Injili ya Yohana tunamuona Yesu akiwa mtakatifu kabisa na mwanadamu kabisa. Mungu aliwafunulia wanadamu nuru safi inayoangaza katika giza la ulimwengu huu, nuru ambayo ilikubaliwa na wengine na kukataliwa na wengine. Leo nuru hii inaendelea kuangaza ulimwenguni. Je, utaipokea? Je, utamshirikisha Yesu utukufu wake, uungu wake, ubinadamu wake, kukubali au kukataliwa kwake, utukufu wake, uungu wa Yesu? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, nayo neno alikuwa Mungu. Yohana anaanza kwa kutangaza ukweli nne za msingi kuhusu neno Yesu: uwepo wake wa awali, mwanzoni, ukaribu wake na Baba, alikuwa na Mungu, umungu wake, alikuwa Mungu, nguvu zake za uumbaji, vitu vyote vilifanywa kupita yeye. Ukinzani dhihariri kati ya kauli hizi mbili ni dhihariri: alikuwa na Mungu au alikuwa Mungu. Hebu tuchanganue maandishi ya Kiyunani kisarufi. Kitenzi kilikuwa na ton theon, Mungu. Kifungu da kinafanua chombo mahususi, mtu anayeitwa Mungu. Yesu alikuwa pamoja na Mungu Baba. Theon, Mungu alikuwa neno. Kwa kukusa makala dhihariri inahusu dhihana, inatangaza asili ya kiungu ya Yesu. Yeye ni Mwenyezi Mungu, hivyo imesemekana kwamba alifanyika mwili bila makala ya uhakika, akitangaza asili yake ya kibinadamu. Yeye ni mwanadamu. Ubinadamu wa Yesu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Neno lingine la Kiyunani tunapaswa kukumbuka ni lile ambalo Yohana anatumia kumrejelea Yesu katika utangulizi wake, Logos. Tafsiri yake ni neno. Yesu ndiye neno. Neno gani? Maneno ya ulongozi yenyewe huleta akilini maneno ya kwanza ya mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliumba, na Mungu aliviumba lini? Kwa neno. Agano Jipya linathibitisha mara kwa mara kwamba Yesu ndiye muumbaji wa yote yaliyopo. Yeye ndiye neno ambaye alitoa umbo na uwepo kwa ulimwengu wote. Katika Agano la Kale, muumba alionyesha hamu yake ya kukaa kati yetu. Sasa muumba anafanya hivyo katika umbo la kimwili. Alikaa kati yetu kihalisi. Alipiga kambi, alipiga hema lake kati yetu. Mwenyezi Mungu aliondoka mbinguni na kuwa kiumbe asiye na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu aliwapenda viumbe hawa wasio na nguvu sisi sana hivi kwamba alitaka kutuweka huru kutoka kwa dhambi na kutupa maisha ya kukubali au kukataa Yesu.
alikuja kwenye kile kilichokuwa chake mwenyewe, lakini watu wake hawakumpokea. 12 Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake. Mwanzoni ulimwengu ulizungukwa na giza, kisha Mungu kupitia neno lake aliangaza ulimwengu, akitenganisha nuru na giza. Sasa Mungu mwenyewe katika nafsi ya Yesu neno alikuja katika ulimwengu uliozungukwa na giza la kiroho ili kuliangaza kwa nuru yake. Lakini ulimwengu alioumbwa haukumtambua wala hawakutaka kuangaziwa naye. Walakini sio wote waliokataa nuru, wengine walimpokea na kukubali kama Mwokozi wao. Habari njema ni kwamba kwa wote waliompokea na kwa sisi sote tunamwamini, leo anatupa zawadi nzuri kuwa wana na binti za Mungu. Kukubali au kukataa Yesu. Kila mtu atendaye maovu huchukia nuru, wala hataingia katika nuru kwako kuogopa kwamba matendo yake yasifichuliwe, bali yeye aishiye katika kweli huja katika nuru, ili matendo yake yaonekane wazi kwamba yametendeka mbele za Mungu. Katika Injili ya Yohana, mgawanyiko wa binadamu katika makundi mawili makubwa ni dhahiri: wale wanaomkubali na wale wanaomkataa Yesu. Wale wanaomkubali hawahukumiwi, wanakuja kwenye nuru. Kazi zao zinafanywa kwa wanapata kuona, wanakuwa watoto wa nuru na hawako gizani. Wale wanaomkataa wamehukumiwa, hawaji kwenye nuru, hawataki kazi zao zikemewe, wamepuushwa, watahukumiwa kwa kukataliwa kwao. Kutambua utukufu wa Yesu. Nasi tumeona utukufu wake, utukufu wa mwana pekee aliyekuja kutoka kwa Baba, umejaa neema na kweli. Utukufu wa Yesu ni nini? Yohana 17:5. Awali ya yote, utukufu ni heshima ambao alifurahia pamoja na Baba kabla ya kupata mwili, na ambao alipata tena baada ya kupaa kwake. Yohana 1:14. Pili, utukufu wa kuwa mwanadamu, utukufu ambao hukuthaminiwa wakati huona wanadamu, lakini ulionekana wa kupendezwa na mbingu. Yohana 12:23-24. Tatu, utukufu wa msalaba. Msalabani Yesu alipata utukufu wake mkuu, kwani alionyesha bila shaka upendo wa Mungu wa viumbe vyake vyote. Msalabani Yesu alitukuzwa na Baba, na Baba alitukuzwa na Yesu. Uungu wote ulishiriki katika dhabihu kuu iliyotolewa kwa ajili ya mwanadamu. Lakini wakati neno la Mungu linazungumza juu ya ubinadamu wa Kristo akiwa hapa duniani, pia linazungumza kwa uhakika juu ya uwepo wake kabla. Neno alikuwepo kama nafsi takatifu, hata kama mwana wa milele wa Mungu, katika ushirika na umoja na Baba yake. Bwana Yesu Kristo, mwana na wa uungu wa Mungu, alikuwepo tangu milele, nafsi tofauti lakini moja na Baba. Alikuwa na utukufu mkuu na mbinguni, alikuwa kamanda wa maarifa ya mbinguni, na heshima ya kuabudu ya malaika ilipokolewa na yeye kama haki yake.
kuna nuru na utukufu katika ukweli kwamba Kristo alikuwa mmoja na Baba kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu.